Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert. Na kwanza ni muktasari wake. Walimu wakuu halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kusimamia elimu na kutatua changamoto zinazojitokeza. Viongozi wa dini mbalimbali wamekutana mkoani Lindi na Mtwara kwenye semina ya kuwajengea uwezo wa kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Na wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameagiza kutekelezwa kwa hatua zinazochukuliwa na viongozi wa kijeshi kuhusu mashariki mwa DRC. Habari kamili. Buhigwe. Walimu wakuu wa halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kusimamia elimu na kutatua changamoto zinazojitokeza ili kukuza ufaulu kwa wanafunzi. Wito huu umetolewa na mdhibiti ubora wa shule halmashauri ya wilaya ya Buhigwe, Mwalimu Majaliwa Cosmas, wakati akizungumza na Radio Kwizera kuhusu majukumu ya idara ya mdhibiti ubora wa shule katika kutatua changamoto mbalimbali. Amesema wazazi na walezi wanatakiwa kushirikiana na walimu wakuu wa shule katika kufuatilia maendeleo ya watoto wao ili kubaini changamoto zinazowakabili na kutatuliwa na kupunguza utoro kwa wanafunzi. Kwa sisi tunatoa wito kwa walimu wakuu na wakuu wa shule pamoja na maafisa elimu kata kuendelea kusimamia elimu vema kwa shuleni, ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza, ambapo mambo tunayosisitiza zaidi hapa ni masuala ya uwazi na uongozi wa pamoja, kusimamia shule yake kwa kufuata misingi ya sheria, kanuni, taratibu na miongozo. Pia tunawasisitiza juu ya utoaji wa motisha kwa walimu na wanafunzi pamoja na watumishi mwega walioko katika eneo hilo. Aidha, Mwalimu Majaliwa amewataka wazazi na walezi kushirikiana na walimu wa shule za msingi na sekondari katika kupunguza utoro kwa wanafunzi na kuongeza ufaulu wa wanafunzi. Lindi. Viongozi wa dini mbalimbali wamekutana mkoani Lindi na Mtwara kwenye semina ya kujengea uwezo wa kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Semina hiyo imefanyika kwenye mikoa tofauti nchini na kuratibiwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC na Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Viongozi hao wa dini wamesema kuwa semina hiyo inalenga kutoa elimu ya uzalendo na utambuzi wa kuchagua viongozi watakaokuwa bora kwa kutekeleza matarajio ya wananchi waliowachagua. Tumeona pia elimu ya uraia, watu kujipatia maarifa, nyenzo na kujenga tabia za kuweza kushiriki katika uchaguzi ulio huru, haki na wa kuaminika zinahitajika sana. Kwa hivyo tumejipanga hizi taasisi kubwa 3 na tunaenda kuwashirikisha viongozi wa dini katika ngazi zote ili wawafikie wananchi, kuwapa elimu ya uraia. Lakini katika semina hii tunapeana maarifa namna gani ya kuhakikisha kwamba tunapata viongozi ambao wanaendana na maadili ya kujua na kuamini kwamba wamepatikana kutokana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndio amewapa nafasi hii. Mwanza. Kampuni ya meli ya Tanzania Tashiko imesema kuwa imepokea kontena 9 zenye samani za viti vitakavyowekwa ndani ya meli ya MV Mwanza inayojengwa katika bandari ya Mwanza. Hafla ya kupokea kontena hizo imefanyika jana ikiongozwa na mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa Tashiko, mkuu wa kitengo cha sheria Amina Ntibampema amesema mradi huo unatarajiwa kukamilika Mei 31 mwaka huu. Ambavyo sehemu ya vifaa hivyo ndio hii tunaipokea leo. Leo tunapokea viti kwa ajili ya madaraja yote, daraja la kwanza, la pili na la 3 na daraja la economy. Tunaamini kwa kukamilika kwa meli hii, kampuni ya huduma ya meli inakwenda kufungua uchumi wa mkoa wa Mwanza. Tunakwenda pia kufungua uchumi wa wafanyakazi wa kampuni ya meli na tunaenda kufungua uchumi wa taifa letu kwa ujumla.
Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ujenzi wa meli hiyo Kanali Vitus Mapunda amesema baada ya kukamilika kusimika samani hizo, hatua zingine zitaendelea ikiwemo ukaguzi kutoka kwa mamlaka husika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Bukavu. Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameagiza kutekelezwa kwa hatua zinazochukuliwa na viongozi wa kijeshi wa jumuiya hizo ili kumaliza vita mashariki mwa DRC. Mkutano huo wa wakuu wa nchi uliwaleta pamoja wakuu wa nchi zaidi ya 10 siku ya Jumapili, ulioitishwa kwa njia ya video, uliohudhuriwa na viongozi akiwemo Felix Tshisekedi wa DRC Congo, Paul Kagame wa Rwanda, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na wengine. Mkutano huo unaongozwa na Rais William Ruto wa Kenya ambaye ni mwenyekiti wa EAC na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ambaye ni mwenyekiti wa SADC, na uliitishwa baada ya mikutano ya awali ya wakuu wa vikosi vya ulinzi na mawaziri wa mambo ya nje wiki iliyopita. Hata hivyo, uongozi wa shirika jipya la raia mkoa wa Kivu Kusini DRC umeonyesha wasiwasi wake kuhusu kupatikana kwa amani na usalama kwa mzozo kati ya serikali na waasi wa M23 baada ya rais wa Angola kujiondoa kuwa mpatanishi. Bujumbura. Waziri wa mambo ya ndani nchini Burundi Martin Niterese amewataka wakuu wa mikoa yote, meya wa jiji la Bujumbura pamoja na kamishna wa jeshi la polisi kuheshimu bei mpya elekezi ya mahindi. Waziri Niterese amewataka pia viongozi wa chini na jeshi la polisi kufuatilia vyema zoezi la uzaji mbolea ya kisasa na kukomesha biashara za magendo kwa maslahi ya taifa. Hata hivyo, raia wametakiwa kutoa taarifa kwa yeyote atakayekiuka tangazo la bei hiyo ili wachukuliwe hatua za kisheria. Serikali ya Burundi wiki iliyopita ilipanga na kutangaza bei ya kilo moja ya mahindi kuuzwa franga 1700. Na Juba. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini Nicholas Haysom amesema nchi hiyo inakaribia kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Haysom amesema juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu zinaweza kufanikiwa tu ikiwa Rais Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar wataweka maslahi ya watu wao mbele. Mkuu huyo wa ujumbe wa kulinda amani wa UN pia amekemea shambulio dhidi ya raia kufuatia kuongezeka kwa vurugu kati ya majeshi yanayoshirikiana na viongozi hasimu wa nchi hiyo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muktasari wake. Walimu wakuu halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kusimamia elimu na kutatua changamoto zinazojitokeza. Viongozi wa dini mbalimbali wamekutana mkoani Lindi na Mtwara kwenye semina ya kuwajengea uwezo wa kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameagiza kutekelezwa kwa hatua zinazochukuliwa na viongozi wa kijeshi kuhusu mashariki mwa DRC. Waza Wazua. Msikilizaji, wakati wa mawingu meusi usidhani kuwa jua huwa linazimika. La hasha, limejificha tu kwa muda kuimarisha mwanga wake. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.